Karibu tena kwenye safari ya Hidden Gold. Mara nyingi majaribu makubwa hayaji kwa sura ya matatizo, huja kwa sura ya fursa. Leo Jamali amebeba kitu ambacho hakijui ndani yake kuna nini. Je, atafuata maagizo au atasikiliza dhamira yake? Karibu kwenye simulizi hii. Jamali alikuwa ameshika bahasha na kisanduku kidogo alichopewa na Doto. Alikuwa anatembea huku akivitazama. Akakumbuka alichoambiwa na Doto, usikifungue, mkabidhi tu mhusika. Jamali alinong'ona, kwa nini nisijue nilichobeba? Kwa upande wa Baraka, alikuwa yuko kwenye duka la vitabu. Alikutana na Doto. Doto alimwambia, Baraka, bado unasoma sana? Baraka aliitika, ndiyo. Doto akamwambia, vizuri. Lakini kumbuka, kitabu kinakupa maarifa, maisha yanakupa uzoefu. Baraka alitabasamu. Doto alicheka, kisha akasema, ndiyo maana nakupenda. Lakini kwa upande wa Hilda, alikuwa anapokea mshahara. Alikwenda moja kwa moja benki kuweka akiba. Afisa wa benki alimwambia, unaanza kuwa mteja mzuri. Hilda alitabasamu, lakini alipokea ujumbe. Ujumbe ulikuwa umeandikwa, Flash sale leo tu. Alivuta pumzi, kisha akazima simu. Baraka baada ya kutoka kwenye duka la vitabu, alienda moja kwa moja kwa Mzee Bucho. Alimkuta Mzee Bucho akitengeneza kiti cha mbao. Baraka alimwambia, mzee, kwa nini unatengeneza mwenyewe wakati unaweza kununua? Mzee Bucho alitabasamu, kisha akamwambia, kwa sababu kuna vitu havinunuliwi, vinajengwa. Amineli alikuwa amebeba boksi la zawadi. Amineli alimwambia Mzee Bucho, mzee, nikipewa zawadi nisiyojua ndani yake, nifanye nini? Mzee Bucho atabasamu, kisha akamwambia, muulize aliyekupa. Amineli akamjibu, kasema nisiifungue. Mzee Bucho akasema, basi jiulize, kwa nini anataka usijue? Baraka alinyamaza, akasema kimya kimya, anaanza kuona somo. Lakini kwa upande wa Doto, alikuwa amekutana na wafanyabiashara wawili. Mazungumzo yalionyesha ana heshima kubwa. Mmoja akasema, ukizungumza na Doto, biashara inafunguka. Hata hapa bado Doto anaonekana mtu mwema. Jamali alifika mahali pa kukabidhi kisanduku. Alimuona mwanamume aliyeelekezwa. Alipiga hatua, lakini kabla hajamfikia, anakumbuka swali la Aminieli. Kwa nini anataka usijue? Jamali alisimama, akakitazama kisanduku, mikono yake ikitetemeka. Hatimaye akaamua asikifungue, akakikabidhi. Mwanamume alisema kwa tabasamu, vizuri, umetii maelekezo. Jamali aliondoka, lakini sasa ana maswali mengi zaidi kuliko majibu. Jioni ilipofika, Doto alikuwa amekaa ofisini peke yake. Alipokea simu kwa sauti ya chini, kisha akasema, ndiyo. Amefikisha salama? Hajafungua? Kisha akakata simu. Akatazama dirishani, uso wake haueleweki. Je, umeridhika au kuna jambo lingine? Hekima ya Mzee Bucho. Uaminifu ni muhimu, lakini uaminifu usio na busara unaweza kukufanya ubebe mzigo usiokuhusu. Kabla hujakubali kubeba kitu kwa ajili ya mwingine, hakikisha unajua ulichobeba. Tafakari ya leo. Leo Jamali alifuata maagizo bila kujua alichokuwa amekibeba. Katika maisha, si kila kazi tunayopewa inapaswa kukubaliwa bila kuuliza maswali. Uaminifu ni sifa nzuri, lakini busara hutufundisha kutambua mipaka yake. Je, umewahi kukubali jambo kwa sababu ulimwamini mtu bila kufahamu madhara yake? Kesho yake ilipofika, Baraka alipita karibu na ofisi ya Doto. Anamwona Jamali anatoka humo. Nyuso zao zikakutana. Baraka alimuuliza, Jamali, umekuwa ukifanya kazi gani siku hizi? Jamali alisita, kisha akasema kwa sauti ya chini, ni kazi tu. Lakini macho yake yanaonyesha kuna siri kubwa anayoificha. Je, unadhani ni siri gani? Usikose kila Ijumaa kufuatilia safari ya Hidden Gold. Kutoka Hidden Gold Insight, mimi ni Ada Iligo.